Naam, bwana, baada ya Watanzania kumwandama sana Tanasha Donna Okechi kwa kutengeneza lips bwana nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya story ambazo zimemeke headline sana huko mtandaoni ni kitendo cha mwanadada Tanasha Donna Okechi kuposti picha akiwa anaonekana ameiposti picha afu akaandika pale no filter no makeup photo. Au bwana akiwa anamaanisha kama vile alikuwa ana flex kuonyesha kwamba yeye bila filter bila makeup bado ana muonekano mzuri kwa aliposti hiyo picha. Sasa hiyo picha bwana wabongo wameruka nayo na kuanza kumwandama na kumsema Tanasha vibaya kwamba amejaribu, kwa sababu tunafahamu kwamba Tanasha ameanza kufanya plastic surgery. Alifanyaga plastic surgery ya kuongeza shape, of course shape ni nzuri, ilimpendeza, lakini sasa akaja akafanya surgery tena ya kuongeza lips, kitu ambacho amejichanganya, ameboronga kweli kweli, na lips zake sasa hivi zimekuwa kubwa. Maana uwaga wanafanyaga surgery ya kutanua zile lips ziwe pana. Huyu Tanasha actually alikuwa na lips nzuri tu, lakini akaenda kuzitanua, sasa zimetanuka lakini pia zimekuwa kubwa, yani zimekuwa kubwa kwenda pembeni kwenye mashavu, kitu ambacho kimempa muonekano mbaya tofauti na hapo awali alivyokuaga, kwa sababu ni very beautiful girl with a very cute face, lakini ndio hivyo tena ameenda kufanya plastic surgery, imemharibu sura yake. Kwa hiyo Mange Kimambi naye pia amelizungumzia hili swala na ametoa ushauri kwa Tanasha, na mpaka ameofa kwamba atamlipia surgery ya kwenda kuremove zile fillers kwenye lips zake ili arudi katika muonekano wake wa zamani. Na akasema kabisa ukweli kwamba katika wanawake wa Diamond wengi ambao ameshawahi kudate nao, Tanasha ana muonekano mzuri sana wa sura, yani yuko na cute face tofauti kabisa na wadada wengine ambao Diamond ameshawahi kudate nao. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo at the end of the day ni kwamba picha ambayo Tanasha alidhania kwamba itakuwa na positive reaction imekuwa na negative reaction, na watu wengi sana wamemsema kwamba sura yake imebadilika, amekuwa mbaya, lips hazijampendeza, amekuwa kama kila mtu amemfananisha na kitu ambacho yeye mwenyewe anakijua. Lakini at the end of the day Mange Kimambi akaingilia kati akasema kwamba anaweza akajitolea hizo lip fillers akaenda zikawa dissolved, wakasolve hiyo issue. Iwapo kama hawakumwekea mafuta ya mwilini kuhamishia mdomoni, basi ni issue ambayo inaweza ikawa reversible. Umeona bwana, kwa hiyo atarudi katika hali yake ya awali. Yani kama Tanasha na mpango huo, kama vipi amcheki aende Los Angeles amsaidie kuhusiana na hiyo issue, au ampeleke katika hospitali ambayo yeye anaiamini kwenye masuala hayo. Umeona bwana? So baada ya Mange Kimambi kutoa ushauri huo kwa Tanasha na kuelezea hilo swala, baada ya kuona kwamba watu wengi sana wamekuwa wakimwandama Tanasha kuhusiana na issue ya yeye kufanya hiyo plastic surgery. Sasa ukiachana hayo yote, at the end of the day kuna situation hapa imetokea hivi karibuni, hiyo ya hizo lips, maana mambo yalikuwa mazito sana. Maana tokea leo asubuhi watu wengi sana wamekuwa wakimsema, wakimponda, wakicomment kwa Tanasha kwamba amekuwa na muonekano mbaya. Kwa hiyo Mange pia amemwambia kwamba kwa muda huu, ili kuepuka comment mbovu, maneno mazito, madongo, awe anaposti picha zake kwa kutumia filter, asije akajichanganya tena kuflex kuposti bila filter kwamba yeye ni mzuri, japokuwa bila kuposti na filter wala makeup ataendelea kushambuliwa. Kwa hiyo atumie filter kwa sasa mpaka atakapo solve hiyo situation, ataendelea kuposti na flex bila ya filter wala makeup. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Na baada ya kuona kwamba backlash imekuwa ni negative, baada ya kuona Tanasha kwamba anasemwa sana, basi ameamua kutoa tamko. Tanasha ameamua atoe tamko baada ya kuona wabongo wamemkalia kooni. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kabisa ni kwamba Tanasha ameposti katika kurasa yake wa Instagram pale katika Insta story jana jioni, akaandika kwamba fine, I'm gonna dissolve my lip fillers, you all won, shaking my head. Akiwa anamaanisha kwamba sawa, sasa nimekubali, naenda kuzitoa hizo lip fillers, na ametikisa, mmeshinda nyinyi, alafu anatikisa kichwa. Hii SMH maana yake ni shaking my head, kifupi chake, yani kwamba anatikisa kichwa kama vile anasikitika. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari baada ya maamuzi hayo ya Tanasha ambayo ameamua kuyafanya, hususan baada ya watu kumsema kuhusiana na lips zake. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba Tanasha amekubali muonekano wake, amekubali kubadili muonekano wake wa mdomo, ambapo kaandika hapa msanii na mzazi mwenza wa Diamond
Diamond Platnumz Tanasha Donna kutoka pande za Kenya 254 baada ya kurushiwa maneno makali na kusemwa vibaya na mashabiki zake kuhusiana na lips zake alizoziweka fillers, ni kwamba amekubali kwenda kutoa hizo fillers. Hii ni mara tu baada ya ujumbe mzito pia kutoka kwa mwanamitandao Mange Kimambi kumshauri kuhusiana na suala hilo la kubadili muonekano ambao alipewa na Mungu. Umeona hiyo? Haya, peji nyingine wameandika kwamba bwana, shangwe na vigeregere, hatimaye wifi yao Tanasha amesikia kilio cha Watanzania, amekubali kuzitoa hizo lip fillers. Tanasha ni mzuri bila hata ya hizo lip fillers. Mimi nampenda sana bwana, atoe tu, zinamfanya mdomo wake aonekane kama ameng'atwa na nyuki. Kuna bidada amekoja kutoa maoni yake. Haya, peji nyingine hii hapa wameandika kwamba Tanasha amekubali kutoa fillers kwenye midomo yake, sawa, nazitoa, mmeshinda. Msanii na mwanamuziki kutoka Kenya ambaye pia ni mzazi mwenza wa Diamond Platnumz Tanasha amesikiliza vilio vya mashabiki wake kuhusiana na muonekano wake wa lips zake ambazo aliamua kwenda kuziongeza kwa kutumia fillers. Hii ni baada ya kukosolewa kwa muda mrefu. Makala ndefu ya Mange Kimambi kwenye Snapchat yake, Tanasha Donna ameandika kwamba sawa, ataenda kutoa hizo fillers, mmeshinda nyinyi. Umeona bwana. So wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao. Huyu hapa anaitwa Feza Ali amesema kwamba alhamdulillah, yani ameshukuru kuona kwamba Tanasha ameamua kwenda kutoa hizo lip fillers. Kwa mtu amesema bwana, mbona mwanzo alikuwa anasema ni filter ametumia. Kwa mtu asema bwana, katoe tu mwaya, sura yako ni nzuri sana. Kiuso kidogo alafu unakuwa na mdomo kama vile umeng'atwa na manyigu. Bwana, hapo umekuwa mbaya bwana. Kwa mtu amesema kwamba bwana, bora maana amekuwa kama panya. Kwa mtu amesema kwamba bwana, this is not about us. I'm sure ye mwenyewe pia ameona kwamba haijawa nzuri, kwa hiyo ameamua bora tu akazitoe. Maana watu wanasema kwamba hata yeye mwenyewe ameona kabisa kwamba amekuwa mbaya, kwa hiyo ameamua akazitoe. Kwa sababu kwamba bwana haya. Kwa sababu bwana, maisha yangu yote kwa mara ya kwanza nimekutana na mdomo koma, ndo huu hapa sasa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu asema bwana, kwani yeye anaishi watu wanavyotaka au yeye mwenyewe anavyotaka? Ukisikia kuendeshwa na mitandao sasa ndo huu ni ujinga. Kwani alivyoenda kufanya kwa mara ya kwanza, alivyoenda kutengeneza, si aliamua yeye mwenyewe kwa mapenzi yake? Why sasa hivi aseme kwamba sababu ni watu wanaenda kuzitoa? So mtu mwingine amekuja kuuliza hivyo. So in short ni kwamba inaonekana kwamba Tanasha mwenyewe bwana ameona kabisa kwamba hajapendeza, kwa hiyo ameamua kwenda kuzitoa hizo lip fillers. So ukiwa kama mdau, tuambie, weka maoni yako. Unahisi kwamba Tanasha ameamua kweli kwenda kubadilisha au kuzitoa zile fillers kwenye mdomo wake, kwenye zile lips zirudi kama zamani, ni kutokana na influence ya maneno mabaya, watu kumwandama mtandaoni, au yeye mwenyewe pia amejiangalia ameona sijapendeza? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.